wimbo, napenda nitoe wito. Huenda kuna mmoja au wawili katika kundi letu hapa ambapo kwa namna moja ama nyingine unaweza ukawa baba, huenda ukawa mama, huenda ukawa dada. Kwa namna moja ama nyingine ulitanga mbali na Yesu, huenda hata ukafuta ushirika, huenda ukarudi nyuma, lakini sasa sauti ambayo umesikia, sauti ya Yesu, unatamani kurudi mikononi kwa huyu baba, unatamani kurudi mikononi mwa huyu Yesu. Kama yupo miongoni mwetu ambaye huenda kwa namna moja ama nyingine anatamani kurudi katika mikono ya baba, huenda kwa njia ya ubatizo. Hapo awali ulisoma katika safari, vikwazo vikawa vingi, ukadondoka ukajipaka matope. Hayo mavazi machafu Kristo ndio anatamani avalishe. Kristo anatamani avue na kuvalisha haki yake. Kama kuna mmoja au wawili ambaye anasema baba, namna moja ama nyingine nilitanga mbali na upeo wako, sasa natamani nirudi, sasa natamani nirudi katika miguu yako, kwa njia ya ubatizo waweza kunyosha mkono juu. Kama yupo ambaye anasema baba, kwa namna moja ama nyingine niliteza, lakini sasa naamua kuanza safari upya. Kama yupo mtu wa namna hiyo, waweza kunyosha mkono juu. Usisite, wokovu ni wa mtu mmoja mmoja. Jicho la mzee wa kanisa, jicho la mshiriki, jicho la muumini halitakusaidia. Wokovu ni wewe na Yesu wako. Yesu yu tayari, haujatenda dhambi kumfikia Sulemani. Sulemani aliishi katika njia ya sio na haki, aliyowake 1000, hata katika hiyo dhambi ulioanguka kwayo, bado Yesu anatambua uwepo wako, bado alikufa kwa ajili yako. Waweza kupita mbele. Kama unatamani kuingia katika kanisa kwa njia ya ubatizo, waweza kupita mbele. Huenda unaweza ukawa mgeni katika kanisa hili, ni mara yako ya kwanza, na mara kadhaa umeendelea kusikia habari za Yesu, umeendelea kusikiliza sheria zake, lakini haukuwa hiari kujitoa wakati huo. Lakini kwa sasa unatamani kujiunga na kanisa la Mungu kwa njia ya ubatizo, waweza kupita mbele. Yesu yu tayari kupokea. Yesu yu tayari kukupokea. Kama yupo miongoni mwetu ambaye anatamani kujiunga na kanisa la Mungu hili kwa njia ya ubatizo, waweza kupita mbele. Nafasi ni sasa, muda wa wokovu ni sasa. Hauwezi kujua mbeleni yatakayotokea, ila sasa ni wakati wako. Kama yupo mtu wa namna hiyo ambaye anatamani kurudi katika mikono ya baba, waweza kupita mbele. Yesu yu tayari kupokea. Damu yake Kalvari yatosha kusafisha dhambi. Baba yu tayari kutupokea. Baba mwenye upendo, mwenye rehema, yuko tayari kuturehemu. Mchana wa leo kila mmoja
katika moyo wake. Ni kwa mara ngapi umekwenda mbali na Baba? Huenda umekuwa si mwaminifu katika ndoa yako, umekuwa na limada nje, huenda umepita katika njia zisizofaa, na huenda unajifariji, lakini huenda unaweza kujifariji katika daftari la ushirika wa kanisa, lakini mbinguni Baba bado anakuona ustahili. Huenda urudi tena urejelee njia kuu. Fanya uchaguzi katika mchana wa leo. Katika Isaya 1:18 Yesu anasema, njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu zitakuwa kama theluji, zijapokuwa kama damu zitakuwa kama sufu. Sauti ya Yesu inasimu. Huenda tunaweza tukawa tunajifariji katika safari, lakini njia Yesu anatambua. Anaweza akawa na kuangalia kama alivyoangalia Mafarisayo. Naweza kuwa umesimama umetulia, lakini njia yako haistahili, haifai. Yesu anatamani atuokoe. Baba, mama, tudumu katika Kristo. Vijana wenzangu, na kwa neema ya Yesu tutulie miguuni pa Yesu. Njia ni ngumu, ndio ujana ni mgumu, lakini Yesu anatamani katika wewe ujana, anasema bado wewe ni wake. Simama na Yesu. Huenda umekuwa mtumiaji wa madawa ya kulevya, pombe, bia. Huenda ukajifariji kwamba nani anayeniona, lakini sauti ya Yesu inatamani kutoa hapo ulipo. Kubali kuiacha hiyo dhambi. Haitakusaidia, utafika popote. Upo wakati ambapo itakulazimu kula pamoja na nguruwe. Kabla wakati huo hujafika, salimisha maisha yako sasa. Yesu yu tayari, pokea. Amina. Bwana narudi. Nilipotoka kabisa, sasa narudi. Napenda kukaribisha mzee wa kanisa, Mzee Matias Nsiku, pamoja na Master David Waziri Jungu. Kabidhi kanisa mikononi mwa Mungu. Bwana atusaidie katika safari tuliyoianza, atupatie nguvu kuendelea kusimama mpaka tutakapovishwa taji zile za ushindi. Lakini pia muombee vijana ambao kwa namna moja ama nyingine changamoto ni nyingi, ila wazazi tuwatie moyo vijana, na hivyo ombi la kuomba Yesu atusaidie, atusimamie katika mapito ya ujana. Iwapo shetani anatupa mishale kwa namna gani, lakini tuendelee kudumu katika kanisa la Mungu. Lakini pia tuombee wazazi au kazi kubwa ya kutolea vijana. Kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukawa tumekuwa vikwazo, lakini pamoja na yote mkumbatie mwanao. Haijalishi ameharibu wapi, endelea kusimama naye. Upo wakati ambapo atasimama tu. Upo wakati ambao atasimama. Lakini napenda kuatia moyo kanisa, tusimame na Yesu. Kuna namna moja ama nyingine tumekuwa miongoni ambao tumetupa silaha kwa wengine kwa sonta, lakini huenda sisi wenyewe tu najifariji, lakini Yesu bado hajalizishwa na tabia zetu. Bwana atusaidie. Kama unatambua miongoni mwa watu ambao huenda hapo awali tulikuwa nao katika kanisa hili na wamerudi nyuma, lakini natamani tuweke miguuni kwa Mungu. Kama utatambulika kwa majina waweza kutajwa, lakini wengine ambao kama unatambua kwa namna moja ama nyingine umekuwa mkoseshaji wa mwingine na hata sasa unashuhudia, nenda kamuombe radhi, lakini zaidi ya yote kamsaidie pale alipo. Sote tuendelee kusonga katika safari hii ya Ukristo. Na jambo kubwa, Yesu aendelee kutusaidia tusimame. Pale tulipoanguka tutambue na tuelekee njia iliyo kuu.
Mungu wetu na Baba yetu unayetupenda, tuna kila sifa na kila sababu ya kushukuru na kuhimidi jina lako. Wakati huu wa ibada yako takatifu, tumeweza kusikia sauti yako kupitia kwa vijana wako, sauti iliyojaa maonyo, sauti ambayo imekuwa ikitukumbusha juu ya wajibu wetu. Baba, tunaomba kusamehe pale tulipoweza kukosea na kwenda kinyume na wajibu wetu. Wakati mwingine mzuri Baba kufanya upatanisho na wewe. Pale ambapo tumetanga mbali na wewe, Baba tufute na uweze kutuokoa. Ni wakati mwingine huu mzuri ambapo tutaenda kupumzika na kurudi kwenye vipindi vingine. Tembea pamoja nasi, usipungukie, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba yetu na mtakatifu, uketie mahali pa juu mbinguni, mchana huu tunakuja mbinguni. Ni kweli tumekuwa wana wa upotevu, kwa njia moja au nyingine tumetanga mbali na wewe, lakini Bwana, sauti yako inasihi turudi nyumbani. Na changamoto hii inalikumba sehemu kubwa ya kanisa. Naomba sote, kila mmoja anaposema narudi nyumbani, mpokee. Lakini kwa njia ya pekee tunaweka kundi la vijana miguuni kwako. Wana changamoto nyingi kuliko kundi lolote lile. Majaribu yao ni mengi kuliko kundi lolote lile. Ijapo jaribu ni kila jaribu ni jaribu, lakini majaribu yao ni mengi yanayowazunguka. Tunawaombea na kuwaweka mikononi mwako, wapiganie. Kila naye jisalimisha kwako, mpokee. Kwa pale walipokosea, tuwahurumie Bwana. Na kanisa lote kwa ujumla, kila kijana ambaye amekwama na amejikwaza au amekwama sehemu fulani, na anaporudi kanisa limpokee kwa upendo. Tunaponyamaza kwa programu za vijana ambao wanaendelea kuzionyesha mchana huu na zitakazo kuwepo, na juma la maombi ambalo litaendeshwa na vijana, tunatarajia kuona wiki hii nzima wakijaa kanisani kwa ajili ya kuja kuponywa. Tunaweka mikononi mwako hata yule atakayesimamia juma la maombi la vijana. Bwana, Roho wako akawe pamoja naye. Tunaomba na kushukuru Kristo aliye Mwokozi na Bwana wetu. Amen.